ndio ningefanikisha biashara, ndio ningefanikisha huduma, ndio ningefanikisha mambo yote ambayo yananihusu mimi. Hakuna ndoa nzuri wala ndoa mbaya. Kuna watu wazuri kwenye mahusiano na watu wabaya kwenye mahusiano. Mmenisikia vizuri? Ndio nasema msee. Mtanielewa as we go forward. Yako mambo haya manne ambayo natamani uwekeze, invest in them so much, ili sio na majuto ambayo mimi naweza kuwa nayo sasa hivi. Jambo la kwanza kabisa ni mahusiano yenye tija, productive or effective relationships. Tunakutana na watu kwa bahati. We meet people by chance, but we become friends by choice. Mimi nimekuja hapa leo, pengine hujachangia mimi kuwepo hapa leo. This is chance. Lakini kwamba mimi na wewe tutakuwaje baada hapa ni uamuzi ambao mtu mmoja mmoja anaufanya. Lakini nataka nikwambie, pamoja na mambo yote ambayo nimesema, hakuna mtu ambaye anafanikiwa peke yake. Hawezi kufanikiwa peke yako. Ubora wa maisha yako miaka 5 ijayo unategemea vitu viwili tu, na please make no mistake about it. Kitu cha kwanza, the quality of your relationships. Kitu cha pili, aina ya maarifa ambayo unaingiza kichwani. Wewe miaka 5 ijayo, tofauti yake na wewe leo itaamuliwa na mambo haya mawili. Aina ya mara ni wajinga, wewe ni wa sita. Hapo hesabu vizuri, wajinga wako hapo 6, sio 5. Katika maisha wanasema there is no shortcut to success. Let me believe there is a shortcut for success. There is a shortcut. And the shortcut for success is relationship. Yesu hajawahi kujenga kaburi maisha yake yote. Siku alipokufa, Petro alishinda kumsaidia, Yohana alishinda kumsaidia, lakini Yusufu Arimathaya alichukua kaburi lake akampa Yesu asikwe. Yesu hakuwekeza kwenye kujenga kaburi, lakini aliwekeza kwenye mahusiano. Mahusiano yatafanya udrive gari kabla ya wakati ambao peers wako unaweza kutatua shida zako nyingi just because of relationship. Who is your friend? Who loves you in this kingdom matters. Mmenisikia vizuri? He who walks with the wise will be wise. Mimi, okay, ndio utatosha kutoa shuhuda nyingi sana. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Wakati uko pale msalabani, mama yake Yesu inaonyesha, baadhi ya wanatheolojia wanaamini kwamba baba yake Yesu, mzee Yusufu, alifariki. Wakabaki Yesu kama kaka mkubwa na wadogo zake wa kike na wa kiume. Wa kiume walikuwa wameshaoa tayari. Wa kike wa mwisho kuolewa alikuwa ni yule ambaye harusi yake ilikuwa kama kwenye kitabu cha Yohana sura ya 2. Mmenielewa vizuri eh? Sasa baada ya pale ni nyumba kwenye familia kabaki mama tu. Wa kiume ameshaoa, wa kike ameolewa. Akiwa pale msalabani hakuwa na sehemu ya kumpeleka mama yake, kabla muache kwa rafiki yake Yohana. Kwa nini rafiki yake Yohana? Rafiki yake Yohana kwao walikuwa na hela. Umesikia? Yohana kwao walikuwa na pesa. Inaaminika kwamba Yohana mama yake alikuwa anafanya biashara ya dhahabu. Na ile ghorofa ambao walikaa wanafunzi siku ya Pentecost lilikuwa la kina Yohana ni. Sasa jiulize, kwa nini hakumwacha kwa Petro? Kwa sababu Petro alikuwa anajua kuongea, lakini alikuwa hana kitu. Alikuwa hana kitu. Ndio maana Paulo tunatuna Mitume sura ya 3 pale anasema hivi, yule kiwete yule aliwakasia macho akizania kupata kitu kutoka kwao. Si sawa? Petro akasema hivi, fedha na dhahabu mimi sina. Sio hatuna, mimi sina. Maana kama mwenzake Yohana alikuwa nazo. Na Petro aliwahi kwa sababu yeye angechelewa tu Yohana angempenda leo. So you need friends. Nataka nikuhitaji marafiki wa aina 4 kinds of people you need.
truthfully. Usikose watu na you do it intentionally. Sio kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. You choose friends. Unaamua mimi nataka rafiki yangu. You choose deliberate. Number 1, unahitaji marafiki wenye fedha. Yes. Tafuta marafiki wenye fedha wewe. Muone kwanza. Tafuta marafiki watu wenye hela, watu wenye hela. Sio kila kitu cha kumwomba Mungu. Unapiga simu tu. Amen. Unapiga simu. Umesikia? Unapiga simu tu. Usimsumbue Mungu. Unamwambia Mungu anaomba watu. Kuna vita Iran na Marekani unapigana. Tunamwomba Mungu. Alafu 10 unamwomba Mungu. Unawachini wewe. Tafuta marafiki wenye fedha. Find friends. Piga simu. Umesha kodi na kufunga kweli. Kodi ni ya kufunga kodi. Kodi ni ya kufunga kodi. Unafunga kabisa unaenda kabisa ng'ombe siku 3 kazi. Unaomba Mungu akupe kodi. Unasida wewe ndo majuto sasa. Unafanya asante yako vizuri kodi ya waombaji. Unaomba Mungu milioni 70, milioni 90, 140. Wewe usaidizi. Unaomba Mungu piga simu kwa watu. Unamwambia wewe mjinga niongee 90 umpatie nipate. Hivyo tunaishi. Maana ni fedha. Amen. Mama mkali. Is it? Pure. And it's very simple. Unasema lazima uwe na pesa ndipo uvutie watu ambao wana pesa. Ni uongo, ulidanganywa. Sawa, ulidanganywa. Watu wenye fedha wanataka pia marafiki wasio na fedha. Yes. Kwa sababu wale wenye fedha wengi, watu wengi na wazunguka ni machawa. So wengi wanapenda marafiki ambao ni royal. Be a royal friend to a rich person. Be that person. Nitakuonesha kitu baadaye kama Mungu ataendelea kufika. Number 2, unahitaji marafiki watu wenye ushawishi, people with influence. Watu wenye ushawishi. Kuna watu wana fedha lakini wana influence. Akisema jambo linaaminika na watu wengi. Akisema jambo nasikika. Hapa chuoni hapo na watu wana mashuhuri. Kauli yake inasambaa kwa urahisi. Number 3, unahitaji watu wenye mamlaka, people with authority. Kuna watu wana mamlaka. Wewe uko mchini hapa, haujuani na mkuu wa kituo yoyote. Wewe unauma nini? Tafuta mtu mkuu wa polisi, mkuu wa wilaya, ujuane. Siku nyingine amekuweka ndani, mwambie mheshimiwa, nitaka nije kukusalimia lakini niko polisi hapa. Akaambia Tanzania sema niliweka. Kaambia huyu yuko na afande nani? Akaambia niko na afande vipi Njombe. Nasema mpe simu niongee naye. Wewe mwenzangu bwana kama unashinda tutaongea. Unatoka. Baada ya kutuambia niombee niko ndani. Wewe una rafiki kituo cha polisi. Wewe vipi bwana? Amen. Unatutesa na niombee. Wow. People's power. Kwa nini Petro alishinda kuongea na Pilato? Kwa nini? Kwa sababu hana mamlaka, anajua kufua samaki tunakuhubiri Injili. Sio vibaya lakini haitoshi. Yule jamaa alikuwa na ushawishi, alikuwa na nguvu ya kuongea na mkuu wa wilaya. Anaitwa Pilato, liwali Pilato. Kwa nini anasikia kwamba wewe ndugu yangu bwana silale pale? Yusufu alimataya, that guy has money and he has power. You got to have those people. Umesikia? Yesu alikuwa anafuatilia vizuri kitabu cha Luka sura ya 8. Anasema kulikuwa na watu wanamhudumia. Mmoja kati ya watu wanamhudumia ni mkewe Kuza ambaye alikuwa wakili wa Herode. Anajua kuna jinga anamweka ndani, inabidi una mtu ambaye ni wakili. Number 3, number 4, people with expertise. Unahitaji watu wenye ujuzi, wenye taaluma fulani. Una marafiki madaktari, marafiki wa sheria. Juzi hapo kanisani wakatokea issue, mtendaji wa kata akaniandikia barua kwamba anapiga kelele na anapigia watu kelele kunifunge kanisa nibomoe ile jengo. Mimi nilipokea habari nikaisema na madhabahuni kama ndio barua nikanisumbua kidogo. Lakini nikakaa kikao. Kuna kijana wangu mmoja yuko hapa, alisoma hapa, alikuwa mwana kaspeta hapa, ni advocate. Dr. Dickson Pangala. Nikampigia simu. Akasema nangu nimeandika barua na mtendaji wa kata kwamba nifunge kanisa. Na nafikiri nilisumbua. What should I do? Akasema mtendaji wa kata hana mamlaka ya
akatufungia kanisa. Hana ya mamlaka. Hiyo barua itakatana kanisa hilo mama.